USC Habari TV tunakuletea dunia karibu yako. Bwana, mambo vipi mpenzi mtazamaji wa USC Habari TV? Mambo yanaendeleaje? Kama ushawahi kumsikia Lumumba wa Camp, ndio hapo unamuona kwenye screen yako. Almaarufu Jaymodo. Watu wengine wanamjua kama mwigizaji, ni comedian, ila wengine wanamjua kama shooter, au sio bana? Ila another time wengine wanaweza kujiuliza vipi masuti mengi sana anashona nini? Ila yeye ni shooter, anajihusisha na mambo ya ushuta mengi na kadhalika. Wewe una kipi cha kumwambia? Aguse kipi, aache kipi, kipi kinachomfaa, aendane na kipi? Dondosha comment yako hapo, ipo tayari kuiangalia muda wote. Na sound unaonisikia ni Mavatiko MC waga Sendagilesi, nimenyoka zaidi ya pasi. Hii hapa ni USC Habari TV, usisahau kusubscribe, kushare na comment, na kwa umefanya unyama sana. Nyuma kamera tunaye Password, au sio bana? Mambo vipi kaka? Fresh. Shwari. Shwari. Kwa hivyo vipaji vyote nilivyovitaja, kipi ambacho unaona kinaendana na wewe na unaweza ukaendelezana nacho ukaachana na kimoja? Mimi sina uchaguzi kwa sababu vyote mimi navifanya. Na hadi mimi nivifanye ina maana vinaendana na mimi. Maana kitu ambacho kiendani na mtu waga anakiacha. Aoni labda kuna kitu ambacho kinaweza kukubana kwenye utafutaji wako ukasema hichi ndo ambacho kinanipa hela muda mrefu, na ambacho akinibani sana naweza kaendana na hichi, niachane na hiki ambacho kinanibana? Unajua maisha yana mengi kiasi kwamba kitakachonipa muafaka wa kuendelea pale ambapo nataka mimi kufika ndicho ambacho nitapambana nacho. Nikiona mwanga huku naendana na huku. Na hisi ni hivyo. Kila ambacho kinamfaa mtu lazima utaona nikifanya hichi kitu napiga hatua kubwa, nikifanya hichi isipige hatua yoyote, aiza napiga hatua ndogo, lakini nikigusa hichi hichi kabisa kinaenda. Waga kila ndio ambacho mtu anazingatia sana. Lakini bado mimi kazi zangu zote bado zinaenda tu. Kitu gani ambacho kilikupendeza baada ya kutoka kwenye uigizaji ukatamani kuingia hadi kwenye kushika kamera bwana? Unajua ni kitu cha tofauti sana kukutana na mwigizaji ambaye anajua kushoot na kufanya take kama hizo na hizo, na unaanzaje location manager kwa baadhi ya wasanii? Mimi sijaacha chochote. Na hisi hapo nataka unielewe vizuri. Hapo ni kwamba vitu vyote mimi navimudu na mimi navifanya, lakini kwa wakati wake. Kila kitu na wakati wake. Ina maana ikija movie nafanya. Ikija kuandaa location ya wasanii nafanya. Ikiwa nifanye kazi ya Lumumba nafanya. Ikiwa nifanye comedian nafanya. Yaani inakuja kwa wakati. Ili mradi tu nipate ukoto basi. Ulikutana wapi na Mr. Tolo Pro? Tolo Pro ni mtu wangu wa karibu sana, tena sana. Na niseme kwamba ni muda mrefu, na kwa upande mwingine ni ndugu yangu. Tulianzaga kwanza kujuana kiundugu kabisa tangu ningali natoka Kongo hadi sasa hivi. Kabla hata hatujajuana kikazi. Lakini baada ya kujuana kikazi ndo karibu kazidi kunoga na mpaka sasa. Ndio pale tukaja kuona baadaye ukaungana pamoja na Gatuso Kanyanga ukaingia naye kwenye mambo ya comedy na uigizaji. Naye ulikutana naye wapi? Kongo kwa huko, maana ana stories zake nyingi za kuingia DRC na kurudi mara kwa mara. Mimi Gatuso nilifanyaga naye kazi sana, na niseme nafanyaga naye kazi baadhi ila sio sana kivile. Maana mara nyingi nikifanya kazi na Gatuso, kipindi cha nyuma nilikuwa nakuwa ni shooter tu, nakuwa shooter na shoot naenda natengeneza hivyo. Lakini kwa sasa hivi Gatuso alipoingia kwenye industry yake ya comedian, alikuta kwamba mimi kwenye swala la kushuti nimeshapunguza sana. Na ndio maana Gatuso siko naye ukaribu sana kivile, lakini ambaye ninaye ukaribu sasa hivi ni Echiba Samaki. Na yeye kilikuvutia kitu gani kumsogelea kitu kama hicho? Echiba kumsogelea kwanza ni mtu simple cha kwanza. Na pili tulikuwa tunakutana naye sana kwenye swala la muziki. Endapo naenda kusetia wasanii nikiwa na Tolo, unajikuta wimbo unamhitaji Echiba awepo. Tunaenda mchukua Echiba, tunakuwa naye ukaribu. Na sio hapo, Echiba kabla hajawa hata comedian, tulikuwa naye kwenye kazi ya movie, alikuwa anacheza series. Alikuwa anacheza serious movie. Lakini alikuja kubadilika akawa comedian. Na maana kipindi kile tulikuwa naye ukaribu tu. Kwa hiyo hadi sasa hivi, lakini kilichokuja kutukutanisha ni bosi wake niseme, ambaye yuko naye sasa hivi. Ndio alivyonichukua pia akasema tufanye kazi. Unatokea mkao kundi moja sasa. Ndio story yako fupi. Kwa kuhusiana na kundi ambalo ninalo sasa hivi. Kundi lenu wewe na Echiba Samaki mmelipa jina gani? Kundi lenyewe niseme
ambao wanaifahamu sasa hivi mtandaoni inaitwa Echiba na nani na Wakwetu, ndio inaandikwa kabisa. Sawa? Na group mmeliandaa la WhatsApp kabisa? Group la WhatsApp limeandaliwa kabisa, lipo. Ndio hivyo hadi YouTube au? Hivyo kabisa. Lakini kwenye Facebook channel yetu inaitwa Baba Omi. Baba Omi, ndio tunaposti huko mambo yetu. Baba Omi ni nani? Baba Omi ndo niseme ndo boss au manager. Hivyo amefungua page. Yaani ni page kabisa. Okay. Bwana Echiba na Wakwetu wamekwambia ndo group lao ambalo sasa hivi wanaishi nalo mjini online, au sio bana? Kama bado hujawasubscribe, fanya kama unavyofanya hivyo hapo, unaenda kugusa hicho kikengele, na kama bado haujawatafuta wa search. Unamwona hapa ni Mr. Lumumba. Hivi hiyo idea ya Lumumba man, umeitolea wapi? Pale DRC kwa wale jamaa yetu au na wewe ulikuwa nayo muda wote kichwani? Sema nini, unajua mimi ni mtu wa mtandao na nilikuwa nafuatilia sana mambo ya ule jamaa, na pia nilikuwa nimefuatilia sana masuala ya Lumumba mzee mwenyewe, kiasi kwamba historia ya DRC baadhi kidogo mimi naifahamu. Sasa vilikuwa viningi sana akilini kusema mimi nivifanye, wala vilikuwa akilini. Sema baada ya jamaa hapa kambini nilipoona nani zake mtandaoni, nikapendezwa, nikasema ni vizuri mtu kufanya. Nikamuona, nikakuwa nampitia naangalia vitu vyake. Siku moja nilikuwa mpirani, ndo natoka mpirani nikaja nyumbani. Kuna jamaa tukakutana naye ile pilika kutoka mpirani, si unajua kuna kuaga watu wengi. Jamaa fulani hivi tu ndo akanambia, "Mwanangu Jay, vipi? Fresh." Amesema, "Mwanangu, kipindi kile nilikuwa nafanya fashion model. Ulikuwa ukivaa miwani mwanangu, naona muonekano fulani, na nikiangalia huyu jamaa anaipiga Lumumba mwanangu. Wala fanani. Lakini wewe ukikata ile mikato ya Lumumba afu uvalie vile vile mwanangu, yani wewe unatokelezea kumzidi hata ule jamaa. Jaribu tu utaona." Kweli siku ile nilikaa nikatafakari, nikamwangalia ule jamaa, nikamfuatilia sana. Nikasema kwa nini mimi siwezi? Na kweli na sisi ni watu wa mitandao. Acha kwanza nijaribu. Nikajaribu hapa nyumbani, nikapiga picha. Hiyo picha sitokuficha, nilivyoiposti kwenye channel yangu ya Facebook. Baba kwa wiki moja ilieneza viewers 800 kama 92 picha kwa wiki moja. Nikasema hii inaenda. Watu sasa comment zilikuwa kibao, likes ndio usiseme ndugu yangu, yaani zilikuwa nyingi, watu wanapenda, wengine kuniambia yani wewe hasa unaweza, yani wewe unaweza. Bwana Mr. J Modo, hivi kuna huyu unayosema ulikutana naye, uone kama ulijaribu kuchukua idea yake na ukaingiza kwenye maisha yako halisia? Naweza nikasema kwa upande mmoja watu lazima wadadisi hivyo, ila kwa upande wangu mimi vilikuwa vipo kichwani. Kwanza hilo uelewe, na pili sio idea yake yeye, bali ni idea ambayo ilikuaga. Sawa, tuseme yule wa Kongo sasa hivi ambaye ana trend kwenye mpira huko Ulaya, hata hapa Kongo, sawa, hata Afrika hapa anafanya. Yule ndio niseme mwanzilishi wa hizo idea kwa sisi ambao hatuko wenyewe, unaona? Kwa hiyo kwa nini msiseme kwamba mimi namfuatilia yule? Ina maana mimi mtu ndio alinifananisha, yani ina maana mimi nilikuwa sivifanyi wala haviko akilini. Sasa mtu akanifananisha, nikasema kwa nini mimi siwezi? Mimi kujaribu, watu wakanipongeza, nikaona kumbe naweza nikafanyikisha kupata fans mtandaoni. Ikabidi nifanye. Baada ya kufanya ndo nikakutana na kina Echiba, wakaniambia gisi bosi wao anasema tuungane tufanye kazi. Nikawa nimeenda. Nikafanya. Na unajua sisi hapa lazima tutafute kitu kwenda kinywani ndugu yangu, kitu kiende mdomoni. Kondo. Bwana, watu wanatamani kujua historia yako ya mahusiano. Tangu ulipokuwa kabla ya sanaa mpaka ulipoingia kwenye sanaa. Historia fupi tu. Ndugu yangu, masuala ya mahusiano yana historia ndefu sana kwa mtu. Maana ni mambo mengi, na kuna baadhi ya vitu wanasemaga ni siri ya mtu. Ila kwa sasa hivi mimi sina mahusiano yoyote, niko tu hivi nilivyo. Ila ulikuwa nayo kabla? Mahusiano nilikuwa nayo sio hata mara moja, nilikuwa na mahusiano tu. Sawa. Lakini sasa hivi mahusiano yana mengi. Mahusiano ni moja, akiwa mengi tunahitaji. Mahusiano ni mahusiano tu. Hajalishi ni mengi, hajalishi ni moja, ni mahusiano tu. Kwangu mimi lakini. Sijui wale wengine wanaelewa tofauti, sijui.
lakini kwangu mimi ni mahusiano tu. Wewe ilikuwa mengi kipindi hicho cha nyuma. Ni hivyo. Basi watu wanatamani wajue historia yako kabla ya kutoka kwenye maisha kawaida mpaka ulivyoingia kwenye sanaa. Ilikuwaje? Unajua and then after that akawa Lumumba kutoka Jmodo. Mimi bwana, labda nigusie kwenye kuwa Lumumba ndio niseme kwa ufupi, kwa sababu maisha yangu ya sanaa, mimi tangu ningali mdogo mimi ni msanii. Nahisi hata nyumbani kwetu masuala ya sanaa iliniletea gunzo sana na familia, lakini sikuacha kwa sababu mimi ni kama, yani mimi nilionaga kama nilizaliwa niko msanii. Maana nikiangalia kwetu, nyumbani kwetu, kwanza mwenyewe baba yangu ni mtu ambaye alikuwa anapenda muziki mno. Na muziki ukimchanganya kwenye redio anavunja, anaenda nunua nyingine. Kiasi kwamba niseme niliga kwa baba, maana mimi mwenyewe hapa nahisi wewe mwenyewe ulifika nyumbani kwangu, ulisikia ni muziki ndio ulikukaribisha. Maana mimi napenda mambo ya sanaa sana, hasa movie. Napenda sana. Unaona, kwa hiyo kwenye kutoka kwenye Jmodo hadi kuwa Lumumba, lakini sijatoka kwenye Jmodo, maana Jmodo ndio jina langu maarufu. Lumumba ni jina ambalo ni la kazi kwa upande wa Lumumba, wa kazi ya Lumumba. Sawa? Ni kama tunakumbushia yule ambaye ni mhusika halisi ambaye alikuwa mtetea uhuru wa Kongo. Kwa hiyo mimi jina langu ni Jmodo na ndabaki kuwa Jmodo miaka yote. Unaweza kujaribu labda kutoa sound fulani kama yule mhusika ambao unasemea kujaribu kuwa naye? Labda naweza nikasema tu kidogo ile ambao anasemaga Kongolezi. Hiyo nikisema niendeleze ni mambo mengi ndugu yangu. Ni kama kisi naanza kutoa nani. Unaweza kujaribu kutoa kama diskuru yako fulani. Hiyo ya diskuru mwanangu ni mambo mengi, inabidi kuandaa. Unajua nikisema nianze kurudia yale, maana kuna mambo nayaandaa hapa mbeleni. Siwezi nikaanza kusema nianze kutoa diskuru saa hizi, hapana. Maana kilichopo kichwani sasa hivi ni maandalizi ya mwezi ujao. Ambao ulikuwa unaiandika movie? Sio movie ambao nilikuwa naandika, ni maandalizi ya Lumumba mwezi ujao, maana ndio mwezi ya zile purukushani na mambo mengi ambayo aliyafanya mwenye jina halisi. Kuna diskuru fulani utakuwa kama unazitupia online. Sijui. Wewe subiri siku yenyewe, siku bodyguard. Unipe bodyguard. Sio mimi nitakupa. Bali mwenyewe ukijisikia unakuja kuomba kwa bosi, maana mimi ni wasimamizi, sio mimi peke yangu, sijibebi hapana. Na wasimamizi ukija watakupokea, mimi wananiambia tu huyu ni mtu wako utatembea naye, asante. Tunaenda. Ili mradi pale utakuwa uko chini ya nani ya madaraka yangu sasa. Maana washanikabidhi mimi. Nikikwambia twende hivi tunaenda. Hivyo. Bana, alikuwa Lumumba, muda wote umemsikia aka Jmodo. Au sio bana? Una neno gani la kuambia watazamaji wanaokuangalia mpaka sasa hivi? Neno la mwisho. Watazamaji, mimi nasema kwamba nawapenda sana. Lakini pia niombe kitu kimoja kwa watazamaji na fanzi wetu, kwamba wasitufananishe na tusilinganishe sisi, wasitulinganishe kabisa. Kwa sababu mimi siwezi kuwa Lumumba mwenye jina, lakini na jaribu kufanya yale aliyoyafanya yeye. Na yule Lumumba ambaye wanamjua wa mpirani, yule wa Kongo, yeye ni yeye, ana jina lake. Sawa, na mimi ni mimi. Yule mwingine hapa kambini kama ndo nani sijuagi jina lake, ule Lumumba mwingine, yeye ni yeye na mimi ni mimi. Bali fans zetu na mashabiki wetu, jameni, mfuatilie kile ambacho mtu anafanya. Je, anafanya kweli? Anafanya kitu ambacho kinafanania, kinapendeza, kinawafurahisha? Hivyo tu. Lakini nawapenda sana, bila nyinyi sisi hatupo. Naomba sana komenti zenu, kutufuatilia kwenu, like zenu, na mshare video zetu jameni. Nafurahi sana na nawapenda pia. Au sio bana? Ilikuwa Lumumba hapo sanja yake, na hiyo hapo unaisikia ni Mavatiko MC kwenye game IC. Uoga sendagi less, maana nimenyoka zaidi ya pasi. Hapa ni Sabari TV, usisahau kusubscribe, kushare na comment. Utakuwa umefanya unyama sana. Siku hizi wananiita Chaki Nyeusi. Nyuma kamera tunaye Password. Ciao. Habari TV tunakuletea dunia karibu yako.